Yes, bwana mambo vipi? Karibu sana. Kuna taarifa ambayo ninayo hapa na ni taarifa ambayo inamhusu Engineer Hersi Said. Huyu ni rais wa Young Africans, lakini pia ana cheo fulani hivi Africa. Sasa nitakwambia hapo nini ambacho kinaendelea, kwa sababu unaambiwa kuna kikao kizito baina ya Engineer Hersi na rais wa Sevilla. Sasa ngoja nikusogezee hiyo update uelewe nini ambacho kinaendelea, si ndio? Karibu sana. Mimi ni Ali Swale Mchana. Hii ni Talent Media. Bwana rais wa shirikisho rais wa club ya Young Africans, rais wa club ya Young Africans Sport Club, ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu Afrika na mjumbe wa kamati ya mashindano ya FIFA, Engineer Hersi Said, mchana wa leo ameweza kukutana na rais wa klabu ya Sevilla, anaitwa Jose Mario Di Nido Carrasco wa klabu ya Sevilla, si ndio? Ambapo sasa kutakuwa na kikao, na kikao hicho unaambiwa ni kikao muhimu chenye matarajio makubwa kwa maendeleo ya soka. Kikao hicho kinatarajiwa kujadili wamejadili masuala makubwa yatakayofungua ukurasa mpya wa kihistoria kwa klabu ya Young Africans Sport Club pamoja na maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania kwa ujumla. Sasa ingawa maudhui kamili ya ajenda hayajawekwa wazi, matarajio ni kwamba mazungumzo hayo yatahusisha ushirikiano wa kimkakati, kubadilisha uzoefu wa kiutawala na kiufundi, pamoja na fursa za maendeleo kwa wachezaji na mifumo ya uendeshaji wa klabu. Sasa baada ya kikao hicho, Engineer Hersi Said ataungana na rais wa Sevilla kushuhudia mechi ya ligi ya Hispania kati ya Sevilla dhidi ya Levante itakayochezwa katika dimba maarufu la Ramon Sanchez. Lakini bado unaambiwa hatua hii inaendelea kuthibitisha nafasi na ushawishi wa Engineer Hersi Said katika ramani ya soka la Afrika na dunia kwa ujumla, akionyesha dhamira ya dhati ya kuipeleka Young Africans na soka la Tanzania katika viwango vya juu zaidi vya kimataifa. Sasa sijajua wewe, rais wa klabu yako, ni yapi ambayo anafanya kupeleka soka la Tanzania juu zaidi? Majibu utakuwa nayo bwana hapo kwenye upande wa comment. Sawa, ni kugusia tu kidogo kuhusiana, kuna lile sakata ambalo lilikuwa linaendelea kuhusiana na mtoto wa Aziz Ki kwamba amefariki dunia. Sasa kuna taarifa zikawa zinaeleza kwamba sio mtoto wa Aziz Ki, na wengine wakasema kwamba Wydad wenyewe ambapo ndo anapoitumikia timu ile kama wamechoma mkeka hivi. Sasa Aziz Ki mwenyewe kuna ujumbe ambao ameweza kushare na wadau wa soka na mashabiki zake kwa ujumla. Anasema sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Ndio tafsiri ya maneno ya Aziz Ki, akisema kwamba nous appartenons kilugha fulani hivi tukiache kama kilivyo hichi aliposti na kuweka kwenye Insta story yake. Aziz Ki ameandika maneno haya kuonyesha huzuni, subira na kumrejea Mwenyezi Mungu kufuatia kifo cha mtoto wa dada yake. Hakuwa mtoto wake, ni mtoto wa dada yake. Ni ujumbe wa kumuomba Mungu amlaze marehemu mahali pema, na tuseme mahali pema peponi. Sasa taarifa mwanzoni zilikuwa zinasema ni mtoto wa Aziz Ki, lakini sio. Bana, mimi ni hayo tu kwa wakati huu. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swale Mchana. Kama bado hujasubscribe, basi mimi nakuomba fanya hivyo. Lengo ni kupata taarifa zetu zote. Mimi sina la ziada. Asante na kwaheri.